Abraham Masasi, mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, Bwana Yesu asifiwe. Itifaki yote ikiwa imezingatiwa, omba nichukue nafasi hii kwenu ninyi ndugu zetu wapendwa mliotukimbilia katika huu msiba mkubwa wa mama yetu mzazi Edith Masasi. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu aliyetuwezesha kushuhudia mama yetu akimaliza mwendo kwa ushindi kubwa sana, na kiukweli niungane pamoja na wengine wote waliozungumza mwanzoni ya kwamba mama huyu amemaliza mwendo salama kabisa na kwa ushindi mkubwa. Tumpe Bwana makofi mengi. Nakumbuka katika siku za mwisho kama baadhi ya waliozungumza, wimbo uliokuwa umekamata moyo wake na kuushika moyo wake ilikuwa ni mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Wakati nimemsikia kwa mara ya kwanza akiuimba katika mazingira magumu sana, sikuelewa kwa nini anaimba, lakini ni kama alikuwa anatabiri kuondoka kwake. Wimbo huu mwishoni nasema ninakwenda kaburini, kuonesha ya kwamba ni kama aliona safari yake imefika. Wapendwa, napenda pia nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa niaba ya familia ya kina Masasi kwa kuacha kazi zenu, shughuli zenu. Toka mliposikia tukio hili mmekuwa mkitukimbilia kuanzia pale nyumbani katika karibu siku 3 ambazo tumekuwa tukiombeleza kifo cha mama yetu, na sasa hapa kanisani. Na kwa niaba ya familia sasa naomba nilete shukrani katika makundi yafuatayo. Kwanza nikianza na uongozi wa kanisa letu kuanzia ngazi ya jimbo, baba yetu Aaron Mwashilindi ambaye hatuko naye hapa kutokana na hali yake, lakini mama yuko hapa kuonesha presence yake katikati yetu. Lakini zaidi sana makamu askofu wetu wa jimbo Reverend Dr. Ruma Nkone, umekuwa faraja sana kwetu. Nafahamu kwa muda wa wiki 3 mfululizo umekuwa nje ya nchi, lakini baada ya kufika haraka sana ulitukimbilia pale nyumbani kutujulia hali na kutupa pole. Lakini hali kadhalika mtunza hazina baba yetu Sheltiel Kasamalala, kwa kweli imekuwa faraja sana. Uongozi wa jimbo tunawashukuru, Mungu wa mbinguni awabariki, si tu kutufariji lakini pia na bahasha hizi za pole na rambirambi, tunawashukuru sana. Lakini si tu hivyo, katika viongozi wa jimbo niungane na baba yetu Rollins Kameta ambaye ni kiongozi wa jimbo la Ilala Magharibi. Baada ya kupata taarifa alitamani afike mapema hata kule nyumbani siku za 2-3 huko nyuma, lakini leo amejitahidi, baba amekuwepo. Tunakushukuru sana Kameta, baba yetu. Na labda wengine mnaweza msifahamu, Dar es Salaam miaka michache iliyopita ilikuwa ni jimbo moja. Kwa hiyo wote sisi tulikuwa jimbo moja, na yeye sasa ndio alikuwa askofu wa jimbo. Kwa hiyo majimbo yote hapa Dar es Salaam yeye ametuzaa, ni watoto wake. Tunakushukuru sana Profesa Rollins Kameta, askofu, asante sana. Lakini kama alivyosema wakati wa salamu zake, yeye ameyashuhudia maisha ya mama, ameyashuhudia kabisa. Tunakushukuru kwa kuja na Mungu akubariki sana baba. Asante.
Na washukuru sana maaskofu wengine, baba yangu Askofu Mlaki, Desalio Mlaki, asante sana kwa kuwepo. Asante sana Baba Emmanuel Mwasota, Mungu akubariki sana kutukimbilia. Asante waangalizi wote 8, nimefarijika sana kuwaona hapa, familia inawashukuru sana. Asante sana viongozi wangu wa kitaifa, mkurugenzi wa Teen Challenge katika kanisa letu la TAG, lakini kiongozi wetu wa Kasweta, tunawashukuru sana kwa kuweza kuwepo hapa. Gregory pamoja na Ignas ni marafiki wa hili kanisa, tunashukuru sana kuweza kuwepo. Asante sana Askofu Subilaga, yeye amekuwepo kama alivyosema mpaka dakika za mwisho tumekuwa naye. Asante sana waangalizi wote, siwezi nikawataja, lakini mwenyekiti wangu mzuri sana wa CPCT, ndugu yetu Festo Luhago na timu yote ya CPCT, asanteni sana kuweza kuwepo. Lakini pia tunashukuru kwa kuweza kujumuika pamoja nasi katika msiba. Hatuna cha kuwalipa, lakini Mungu wa mbinguni atawalipa. Na vile vile tunawashukuru section ya Bunju, mahali ambapo mimi nachunga, na ninyi mmekuwa faraja sana toka tukio limetokea. Waangalizi wetu Dr. Chalo na kamati yake, tunawashukuru sana kwa kuweza kutubeba na kulia pamoja nasi katika jambo hili. Mungu awabariki sana sana. Lakini vile vile tunapenda tuchukue nafasi hii kuwashukuru viongozi wa idara mbalimbali za jimbo letu mliopo hapa na hata ambao mkuwepo. Tunashukuru kwa ushirikiano wenu mkubwa ambao mmeuonesha katika msiba huu. Lakini pia na watumishi wa Mungu kutoka maeneo mengine, waangalizi kutoka section zingine na majimbo mengine, waangalizi Deusi umekuwepo nyumbani, lakini pia leo umekuwepo, tunakushukuru. Na wachungaji wote pale kwenye viti vyetu vizuri wa dhehebu letu la TAG na madhehebu mengine, tunawashukuru sana na Mungu awabariki sana kwa ushirikiano na kuja kutufariji katika msiba mkubwa ambao umetupata. Lakini pia niwashukuru ndugu kutoka taasisi mbalimbali. Kaka Samuel Nombosimame huyu hapa anafanya UCC, na kwa hiyo kuna faraja kubwa tumeipata kutoka katika taasisi ya UCC, University Computing Center. Asante sana watu wa UCC. Lakini pia tunashukuru ndugu kutoka EURA Robert, yeye huyu anafanya EURA kule Arusha kanda ya kaskazini huko, na watu wa EURA wamekuwa msaada mkubwa na faraja kubwa. Tunawashukuru sana watu wa EURA ambao mmekuja kulia pamoja na ndugu yenu Robert, mmefanyika faraja. Lakini Ayubu, tunashukuru sana ndugu zetu wa taasisi ya UCSF Global Programs kwa namna ambavyo mmeshiriki pamoja nasi, tunashukuru sana. Lakini pia kaka yetu mkubwa yanafanya katika taasisi ya elimu kwa maana ya Wizara ya Elimu, yeye ni mwalimu. Tunashukuru mipango ambayo inaendelea na ushirikiano mzuri ambao Wizara ya Elimu itafanya na imeendelea kujipanga na kufanya kwa ajili ya faraja kwa kaka yetu mkubwa. Tunapeleka shukrani nyingi sana kwao, asante sana. Na vile vile tunachukua nafasi hii kuwashukuru watu wa umoja wa Mbeya Family, kama alivyosema msemaji wetu mchungaji Saiko Sheyo, akiwa amekasimiwa mamlaka hayo na mwenyekiti Joseph Mwakibuti pamoja na wote. Tumeona faraja yenu na kwa kweli mipunga tumeipokea. Nilikuwa nafuatilia nikakuta Samuel amepokea, nafuatilia nakuta Ayubu naye amepokea, na mimi nikapokea, nikasema kwa kweli umoja sio wa kuuacha. Jamani, mwambie jirani yako kuna umoja sio wa kuuacha. Asanteni sana watu wa UWATA TBA, tunawashukuru sana. Toka tukio limetokea ile siku ya kwanza mmekuwepo, siku ya pili, siku ya yani hivyo mpaka leo, tunawashukuru sana sana. Na kuna wakati nilikuwa naambia mke wangu asante kwa hiki kikundi ambacho umejiunga, naona kina tufunika maeneo mbalimbali. Asanteni sana watu wa TBA, Mungu awabariki sana. Wise Women tunawashukuru sana pia chini ya Mama Siame, asanteni sana sana sana. Kwa kweli tunawashukuru kwa namna ambavyo mmetubeba
katika jambo hili. Hatuna cha kuwalipa, Mungu wa mbinguni atawalipa. Lakini kanisa la HCC, katibu wetu amesimama hapa. Katibu amesimama hapa. Matrida yuko wapi? Matrida, amen. Asante sana kwa namna ambavyo mmepambana kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri, na kwa kweli tumefika mahali pazuri. Asante katibu na wazee wote wa kanisa na washirika wote wa kanisa hili, asanteni sana. Vijana wetu wa praise team, mmenogesha shughuli ya mama toka ile siku ya kwanza, ibada zinapofanyika pale nyumbani, sifa inayopigwa pale. Baba Dr. Nkone amesema ni kama kumwadhimisha au kuadhimisha maisha ya mama huyu. Tunawashukuru sana watu wa praise team. Mungu awabariki sana. Kwaya zetu za Harvest, kwaya Voice of Joy, asante sana. Lakini baba yetu Esten Muro, baba naomba tu uje hapa, naomba uje tu hapa. Esten Muro, njoo hapa. Njoo hapa baba, tukushukuru sana. Mchungaji huyu ndiko anakoabudu kakaangu mkubwa Samuel. Tunakushukuru kwa ushirikiano wako. Umekuja mwenyewe pale nyumbani, lakini pia umetuma kanisa, tumekuwa nalo jana hapa. Naamini wapo watu wachanganyikeni. Asante sana, Mungu akubariki. Kama unaweza kusema neno tu la Bwana asifiwe. Bwana wabariki, poleni sana katika jina la Yesu. Neema Mungu iwe naye, tunawapenda. Asante sana, asante sana. Napofika karibu na mwisho wa shukrani zangu hizi, ni wasimamishe watu wawili na mnivumilia ndugu zangu. Na nilipanga kama isingetokea hivyo hata Dr. Lawrence Kameta naye ningemsimamisha kama asingesema neno, na najua ningevumilika kwa hekima na uvumilivu mlionao, lakini kwa kuwa amekwisha kusema neno Dr. Kameta, wawili nataka angalau waje hapa waseme neno. Naomba baba Kimetule, naomba uje hapa, lakini mchungaji Mwashiwawa pia mje hapa. Mchungaji Mwashiwawa, baba Kimetule uje hapa. Najua mama ana changamoto kidogo, lakini kama anaweza kaja ukamwakilisha, inaweza ikawa jambo jema. Mchungaji Mwashiwawa au ametoka? Mchungaji Mwashiwawa, amen, nadhani atakuwa ametoka. Baba Kimetule, mama karibu pia, karibu. Bundala yuko wapi? Bundala ametoka? Bundala. Baba Kimetule, huyu ni miongoni mwa watu waliotulea sisi sasa tukiwa wadogo pia, na wakati mzee wetu anaanza kazi ya huduma au utumishi, baada ya kuwa mshirika kama alivyosema baba yetu Kameta, amelelewa na mzee Kameta, baadaye Kamage na kadhalika na kadhalika. Baada ya kutoka pale alikuja akafungua kazi na huduma. Huyu mzee ndio alianza naye kufanya huduma, na kiwanja ambacho baba yetu alifungua kazi, naweza nikasema 90% of the expenses huyu baba alizibeba kuhakikisha kiwanja kinanunuliwa. Ameweka alama pale Bulokoti. Wale mnaofahamu Bulokoti Mbeya ni miongoni mwa maeneo maarufu sana na yenye gharama kubwa. Alifanya kitu enzi hizo, na jana amefika nyumbani katupa faraja, leo yuko hapa. Baba Kimetule na yeye sasa ni mchungaji msaidizi pale UCC Upanga kwa aliyekuwa askofu wetu mkuu Rainwell Mwanisongole, lakini pia ni mfanyabiashara mkubwa hapa Dar es Salaam. Baba, naomba useme tu neno kidogo la salamu. Nisingependa utoke bila kusema. Bwana asifiwe. Hao watoto wanazaliwa tunao, ni watoto wetu toka wanazaliwa. Nani mchungaji Masasi baba yao alijenga eneo moja inaitwa Block T. Wakati mimi naingia mwaka 81 kununua, yeye alishatangulia. Kwa hivyo watoto hao wanazaliwa, wanapelekwa shule, tunao. Na labda nitoe tu, mke wangu naomba unisamehe kidogo, naomba niseme tu neno moja katika hadhara hii. Nashukuru sana malezi ya baba yetu Enos Kameta, kaimu askofu mkuu wa Tanzania Assemblies of God. Alitulea vizuri pale Yerusalemu, alitulea
Mchungaji Masasi na mke wake walikuwa mashemasi. Mimi bado kijana, wakati huo bado kijana kabisa, mbichi, lakini niliko kimbelembele kumtaka Yesu. Bwana asifiwe. Kwa maana hiyo, yule baba alitulea vizuri mno. Enos Kameta, baba yetu alitulea kama watoto wake. Ndani ya mioyo wangu mimi, kila nikimwangalia Askofu Lawrence Kameta, naona sura ya baba kabisa. Alivyokuwepo askofu na anavyomwona Lawrence ni hivyo hivyo, sura yake na kimo ni kile kile. Bwana asifiwe. Na hata kazi tulivyoanza kuifanya pale Block T kwa ajili ya kumsaidia ndugu yangu Masasi kupata kanisa, nikamwambia niruhusu nile Dar es Salaam. Nikikaa hapa ili kanisa la Block T hatutajenga. Maana yeye alikuwa kiongozi pale Jerusalem, mimi nilikuwa mshirika Jerusalem, tukawa pamoja. Ninachotaka kusema ni hiki: kama nyie mmetoka kanisa moja mkahamia mahali pengine, mwenzako aliyetangulia msapoti mpaka kanisa lake lisimame. Msaidie, usimwache peke yake. Kwa maana hiyo, huyu mama nilituma maengineer, nimejenga Oysterbay hapo, na Kariakoo pia nimejenga, na Sabasaba kule nimejenga, na huko Sinza nimejenga. Bwana asifiwe. Nilituma maengineer, nenda kule Block T kajenge kanisa. Lilijengwa kanisa lile kwa muda miezi mitatu. Ni ramani tu ya kanisa ilikuwepo, hakuna building permit, hakuna nini. Walipokuja kufikia mahali kwamba lile kanisa halina kibali, kulikuwa zimebaki bati 6 tu kumaliza kule juu, ikaja stop order. Naomba nisikilize hapa, ikaja stop order, simameni ujenzi. Wale bati 6 tu, wakaniambia mkurugenzi, hapa bado 6 tu bati, tufanyeje? Nikawatumia hela bati 6. Nilivyowatumia nikaambia, kesho asubuhi pandeni basi kuja Dar es Salaam. Mimi natoka Dar es Salaam naenda Mbeya kumaliza kazi. Haleluya. Mungu unayemwamini yupo. Mungu kwenye vitu vyake yupo, na Mungu anasimamia madhabahu yake, anaisimamia. Hakuna mtu anaweza kuchezea kazi ya Mungu, hakuna. Nimeenda pale, naenda tu siku ile, ndio mchungaji wangu baba yake wa huyu anaumwa very sick. Wodi na Batisa anaumwa. Nimefika pale, nimekwenda kumuona. Nina mambo mawili: niokoe kanisa lisibomolewe, pia niokoe maisha ya huyu. Bwana asifiwe. Nikaomba na mchungaji. Nilivyoomba na mchungaji, kesho yake asubuhi saa 12 nafika pale, naona ndio anatoa pumzi ya mwisho, anamaliza safari. Amemaliza safari mchungaji Masasi, nikiwa naye kitandani pale. Mama Edith anakuja ananikuta pale, mzee wetu kanisa, vipi? Naambia baba kamaliza safari. Bwana asifiwe. Ikaja zoezi moja tu kwamba mwili tutapeleka wapi, utakaa wapi. Nikaenda kwa mbunge, nimesoma naye mbunge, ninaomba hili na hili, ruhusu. Akaambia baba ninaomba, haiwezekani, tumepitisha kwenye kikao cha halmashauri, hatuwezi kutengua. Nenda kamuone meya. Tumejenga wote sehemu moja Block P kule pamoja na huyu mama. Bwana tafadhali tusaidie kazi yule mchungaji tuweze kumwaga mule ndani. Akaambia baba ninaomba, tumepitisha kwenye halmashauri, nenda kwa mkurugenzi. Naenda kwa mkurugenzi, wote hao ni rafiki zangu, nakula nao, wakija Dar es Salaam na wapokea. Kwenda kwa mkurugenzi, akaambia rafiki yangu kimetolea dada, ili gumu sana, ninaweza kutondoa ofisini. Nenda kwa afisa mpango miji. Kwa afisa mpango miji, nilivyoingia mlangoni nikasema amani ya Kristo iwemo humu ofisini. Nikasema kwa imani tu. Akaambia mchungaji wangu unasemaje? Nikasema mchungaji amemaliza safari, ninaomba mruhusu sasa mwili wake tufanyie pale. Jengo gani?
Block T. Block T ni eneo zuri, ni kama Oyster Bay. Wakaambia da pale kikao kimefanyika, hatuwezi lile jengo ni kubomolewa, nenda kwa mkurugenzi. Nikamwambia mkurugenzi ameniambia nije kwako. Nenda kwa mbunge akasema nije kwako. Nenda kwa meya akasema nije kwako. Akaambia na mimi nakwambia nenda mkafanye ibada mule ndani, na mimi sitoi dokumenti yoyote. Nachotaka kusema hivi, ibada ya mchungaji Masasi 2001 mwenye watoto hawa 8 ilifanyika kwenye jengo lile lenye kubeba washirika 400. Mama huyu alisimama na mainjinia toka Dar es Salaam, alisogeza ndoo za maji, alitogeza matofali, alitogeza cement, aliwapigia mafundi chakula, walikula. Huyu mama alifanya kazi ambayo wanawake wengi wameshindwa kufanya. Ninaomba katika jina la Yesu mumuone huyu mama kama ni mama wa thamani kwa kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God. Hata unapolala kumbuke Mungu, kwamba Mungu abariki uzao wake. Hao watoto wabarikiwe na watoto wao na wajukuu wao wabarikiwe, kwa sababu wazazi wao walisimamia majukumu yao vizuri. Nafikiri kwa ushuhuda huo umeshampata huyu mama yukoje. Na kuombea Mungu wa Israeli abariki maisha yako ya kiroho na kazi zako na utumishi uliokuwa nao ndani ya kanisa letu la TAG. Mungu akubariki. Mwanangu, ninakushukuru. Ngoja mama aseme kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Alivyosema mchungaji wangu, mimi ni mchungaji mwanafunzi katika chuo chetu kizuri cha Mbeya, naitwa Itende, niko mwaka wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli huyu mama, watu wote walioongea, mimi tulikuwa tunaitana chale. Unajua maana ya chale? Kwa tukionana tu chale, maana yake rafiki. Kama alivyosema, kama mnavyomuona alivyotabasamu hapa. Alikuwa hivyo maisha yake, uwezo kumkuta amenuna. Hata kama umuuzi, alikuwa anajua kusamehe. Mimi ni rafiki yangu na tulipanga, mchungaji aliniambia chale, ukiwa likizo nikija Dar es Salaam tutaenda kwenye kanisa la mtoto wangu. Lakini nimekuja wakati ndio tunamuaga kwenye sherehe yake ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana baba yetu Imetule pamoja na mama. Makofi mengi jamani. Asante sana. 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 Nafahamu ndugu zangu, kwa dhati muda umekimbia, lakini nadhani wakati mwingine kwa baadhi ya vitu tukiwa wavumilivu vinatutia moyo. Mwisho kabisa, Washiwawa nadhani imeondoka, nisirefushe, wenzangu wamejitahidi kwenda na muda. Mimi mwanafamilia nisije nikawa ndio na haribu utaratibu wa muda. Ni washukuru waamini wote na watu wengine mliotukimbilia, majirani, rafiki kutoka maeneo mbalimbali. Siwezi nikawakumbuka wote, na hata kama nimesahau naomba sana mpokee shukrani zetu. Na baada ya hapa tutakuwa tunaanza safari ya kuelekea kule Mbeya, ambapo mazishi yatafanyika siku ya Jumatano. Askofu wetu wa jimbo la kule anaendelea na maandalizi ya kutupokea, na mchungaji wake Mwakasege wanaendelea na maandalizi ya kutupokea. Lakini kama alivyosema Dr. Chalo, tutakuwa naye kule, na mchungaji Kaduma ametangulia kwenda kule leo jioni. Lakini mchungaji Saiko tunakushukuru, tutakuwa pamoja na wewe. Mchungaji Mwangozi tunakushukuru, tutakuwa pamoja na wewe, asante sana. Lakini pia na Elia mtoka mbali, tutakuwa pamoja na wewe, tunakushukuru sana. Basi baada ya kusema haya, naomba sasa nirejeshe kwa wakuu wangu. Askofu, nisamehe sana, najua uko vizuri na muda, naomba unisamehe. Asante sana baba, nashukuru.